So mimi kile kwangu imekuwa most inspiring ni kucheki niki touch lives za wasee na muziki zangu, cause kile muandika is basically about love, but I don't tackle love hivyo ati mapenzi. I tackle situations in relationships. So hiyo situation kwanza ya Mama Milka ilitouch maboys wengi sana na madem pia wako nasema hatukufikiria kuna msangeza kuimba ngoma kama hii. So alafu pia Zamzam like ile tu kuchange perspective ya wasee towards music. Sasa tukiimba juu mapenzi lazima ikuwe ni zile feelings zenye nataka tujue kufanya nini, una get. Saa zingine tackle situation. Challenge ya kwanza siku za first ilikuwa ni kujaribu convince wasee wanisikize. Kujaribu kutell wasee niko na talent. Kujaribu kushow wasee usikasikize so and so, nisikize mimi. Unajua ilikuwa challenge, but na thank God na ngoma yangu ya kwanza walifeel hivyo. Alafu expectations. First of all, saizi niko na very high expectations considering nishajua, as in nishakat niche yangu kwenye game. So personally kivyangu na expect to go very far kwa one of the biggest acts in the world. Lakini so kila kitu ni step by step. Lazima ukapche kwanza mtaani, alafu ende regional, alafu ende continent, alafu ende worldwide. Yeah, so those are my expectations. Kitu embarrassing. Okay, iko embarrassing, ilikuwa challenge. Nilikuwa naenda kuperform place fulani, sasa imagine. Kwenda kuperform, lights zikapotea kwa stage. So kila pale kwa giza, unajua. Brother na mafanzo wamesema, "Si umelipwa, tumelipa kukuo." Lazima uperform. Uzuri bahati ni mimi utembenga na gitaa yangu most of the time nikienda gigs. So kwa giza hivyo, wasaka washa ma lights, naweza kumbuka pia candle iliwashwa, nikaanza kuplay guitar. Actually show ilikuwa nika challenge, so embarrassing moment. Actually maintenance fee, I kid you not, kuna wase wali misunderstand. Na hata naweza kumbuka kuna time ilikuwa imeanza kubring kanoma maboys wanasema una encourage madem wetu watafute do. In real sense nilikuwa encourage maboys wa work hard. Kuma maintenance fee nilikuwa nasema hivi, let's be real, hauwezi kuwa na dem bila do. Na simanishi ile bola status ati wewe ndio kusema ukisha kwa club unachafua ukienda sijui hapana. I'm pretty much sure saizi hakuna dem anza kadate chali anaishi kwa madhaki. Una get dem mature ule anataka kwanza life. The main thing wakisema, make your lady feel secure. Akikam home kuna keja, rent umelipa, si ndio? Akidai nguo zipo, akidai food ziko. Hiyo ndio maintenance fee. Hizi zingine extras ni plus, unajua? The only way challenge akafanya dem yako feel secure. Definitely kuna so many things zina run towards it. Like hata Bible inasema, soma Ecclesiastes 10:19. Man is the answer to everything. Hiyo ni Bible inasema, sio mimi. So hata Quran inarudisha Waislamu kama unza kamari dem wa pili, wife wa pili, lakini uweze kumsatisfy always. Una get? So at the end of the day, bottom line ni lazima ufanye manzi yako ama wife wako afeel secure. Hence lazima work hard. Hata kama wewe ni soja, hata kama wewe ni mswaku, hata kama ni chokosh. Kwa nini unabeba ngio takataka? Ndio uende ukauze, ndio upate do, si ndio? Hiyo do ni ya nini? Sasa zingine ngani kupelekea wife na nini? Na life itaendelea mbele. So wala sasa wanafikiria, Kenzo amesema tutafute ma sponsors. Buda msini quote, mimi kwa encourage wase wa work hard uweze ku maintain relationship yako. I think it's a blessing in disguise in a sense that mimi nilianza kwanza from all those. Na Eddie Kenzo ni best yangu but si uongea. Mimi ndo wa kwanza, Juma Mama Milka, ngoma yangu first ilitoka roughly hizi ni 10 years ago. So naweza kumbuka Eddie Kenzo tuko tunaongea naye sana time sasa alikuwa anaanza. The thing is this, ukisikiza ngoma zote, each one has a unique style. Na style yangu ina standing out. Only that kuna time nilikuwa nimelalia masikio kidogo, sikuwa nirelease ngoma. So pia ikapatia chance hao wengine wakaduma wonders. Kwanza maze congrats to them. Eddie Kenzo amedu wonders, ameenda mpaka kushinda mabiti. David Kenzo ndo ameanza saa hizi and things are working out them for well. As in well for them. Hiyo ni fiti, unajua. The thing is this, I still have my bado mafans wangu wamekuwa na mimi. Na hata hao najua saa zingine mimi niko na ma stories like utapata maybe one of the Kenzos amesha kuperform place anaamba perform ngoma ya Kenzo mwingine. Hata mimi inapenia, najua shapenia ni Kenzo, najua shapenia Eddie Kenzo. But sisi wanga tuna laugh about it, which is a good thing. For now niko chini ya record label but with a few niko chini ya record label, niko under Pacho
but naweza ka work na any producer ule akona something as in akona kitu ya ku-offer to the industry so long as it's being overlooked by Pacho. Management iko, niko na whole team behind me. Leo tu nivonyeuzi kuwaona, mimi sasa ndio product nimeanikwa. Ako behind the scenes, but niko na the whole team na nashukuru mazee. After nitoke Ogopa life ilikuwa hard wewe. Like ndio uko na ile name nini, but tena kujaribu sasa kudo everything. Unajua pale hivyo when you are under a record label, most of the things have been discussed. As in, kuna team inafanya job mob. Sasa ile nilitoka hivi ni kama niko na ile fear of the unknown. Unajua unashindwa mazee Kenzo nimetoka hii record label kubwa hivi sasa ni kuingia pale kwenye jungle kujaribu kujitafutia. But yeah, ndio hivyo tumelana sasa hizi. I think I'm happier. Internationally mazee nimesikia nikimsema kila saa kama Bob Marley angekuwa live one number 1. Number 2 R. Kelly. Ule msee I don't know what he does. Kuna tu kitu ule msee ufanya like kila time akikam na album totally something different. Alafu he knows alishajua niche yake so yeye ngana maximize on that. Maximize hajaribu kubishana nao wengine wapya. Amestick kwa lane yake na kuna mafanzo wake. Asha pia yeah, alafu John Legend. Alafu regional kuna mdema anaitwa Lady JD. Mtaani Sauti Sol siwezi mind. Ni maarifu ni mabeshte zangu but bado jegi ile chance ya kukaa chini kwa kuna project. Alafu like basically me I'm just open minded. Sitaki ikaini kama nimelenga wengine ama nini. I'm just open minded. Msaki kama na kitu ina make sense kwa table, I'll go for it. Honestly speaking, I look up to myself. I want to be better than the previous me. Like kila song nikifanya nataka nikiget better and better. Hapo ndio mimi ni selfish kidogo, but haimaanishi I don't get inspiration from other artists. I get inspired by artists who have achieved something towards music. For instance, Mseka Nameless, kuchiki life yake, it's almost perfect. Una get family life yake, career yake, Mseka Waire, waseka akina Amani walishinda MTV Awards. Like waseka kama Sauti Sol wale achieve a lot mpaka kufanya the sitting president wa states a dance to their song, unajua. So I look up to people wale achieve something towards music kwa sababu vinyasa usema there's much more to music than just singing.